Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi hii ya leo katika muda huu wa tariki 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Sidi vile ndugu zangu. Leo ni siku kuu ya wamama. Leo ni le 8 Mars. Leo ni siku kuu ya wamama ambayo kabisa mnajua kama kwa kawaida tariki hii inakuwa tariki ya wamama ambao kabisa wamesherekea kwa tariki hii siku yao ya umama wao, na dunia yote imesherekea hii siku kuu ya wamama. Basi niseme kwa wamama wote wa ulimwengu wote mahali pote, niseme ya kwamba siku njema yenu ya wamama. Lakini niseme pole kwa wamama wa Kongo. Kwa nini utajiuliza kwa nini nasema pole kwa wamama wa Kongo? Unajua siku na tariki ya leo na kuambia ya kwamba wamama wa Kikongomani walikuwa wakisherekea. Lakini hii siku hakuna usherekeo, maana watasherekeaje wakiwa kati ya utumwa? Yani wanajiuliza nao wanawezaje kusherekea wakiwa katika siku mbaya, siku ya utumwa, wakiwa utumwani kabisa. Watasherekea namna gani wakiwa na boga ya kusema ya kwamba tutapigwa masasi? Ikiwa ni wewe, wawezaje kusherekea siku kama na hii? Labda tunaweza tukutilie huyu mama ambaye anaendelea kusema ya kwamba anaendelea kuonesha siku ya leo jinsi ilivyokuwa na woga wake. Labda wewe msikie tu. Ngambo ya Nyawera na huku tu kansa na mamungu ndio kuna piga masasi. Msikie tu. Wamama wanateseka kabisa. Asante ndugu yangu, unamsikia huyu mama jinsi anavyosema. Unamsikia huyu mama jinsi anavyotamka. Unamsikia huyu mama jinsi hana furaha kabisa ya kuwa mama kwa wakati hii. Yani wewe umesikiaje? Wamama wamepigwa, wamama wamebakwa, wamama wameuawa. Yani unakutana kwa wakati hii katika este ya Republique Democratique du Congo hakuna furaha kabisa ya umama kusema ya kwamba na mimi niko mama. Sababu unaona huyu mama yeye anatuambia kama huku ngambo ya kwao, ngambo ambao wanaishi huku kabisa ni moto kwingine. Masasi kunalia hapa mjini Bukavu. Na mahali pengine unasikia wamama wana woga. Niambie mama gani atakayeweza kabisa kikweli, ni mama gani atakayeweza kabisa kusherekea tariki hii yulu ya masasi? Mjini hakuna furaha. Tukienda hapa Goma utamkutana mama hana furaha kabisa. Mama iko anapiga chakula lakini roho iko yulu. Anajua kama wanaweza wakatuingilie ama wanaweza wakatuue kwa wakati wowote ule. Mtoto wangu anaenda kwa masomo lakini sijui kama atarudi. Mume wangu anaenda kazini sijui kama atarudi. Yani utawezaje kufurahi wakati hii yote? Baba naye mali anapokuwa ana matumaini ya kwamba atakutana watoto wake wakiwa wazima. Nchi gani kati ya Afrika ambayo inakuwa kama nchi ya Kongo ambao watu wanateseka kiasi kikubwa? Inafikia wakati ambapo hata wamama wanaacha waume wao, wanaacha wana wao, wanaacha jamaa zao, wanakuwa nao wazalendo. Na hii ni siku njema kabisa ambayo tungelipenda wale wamama wa kizalendo wale ambao wamechukua silaha leo upande za Uvira, upande
za Uvira, mahali ambapo wamekuwa kabisa huko, tunaweza sema Uvira, Manyema, tunasema Uvira, mahali pote ambapo leta yetu ingali kitumika kabisa. Tunaweza penda wale wamama wa kizalendo, wale ambao wamechukua silaha ili kwamba wapate kuonesha ya kwamba wana hasira ya mambo mboko, yani watiliwe mbele ya wapasha habari ili kwamba nasi tuwaoji, tuwapatie, watuambie kabisa mambo jinsi gani inavyokuwa kwa siku yao hii. Tena ningelipenda ikiwa kama wanaweza kuitika ya kwamba waje mbele ya wapasha habari, waje wakivaa magunia kuliko kuvaa vikwembe, wavae masake na wako na chingoma. Hapa kabisa inaweza kuwa vizuri sana. Maana unaona kama mama anasema mimi nilikuwa mnyumba, niko mama na niko na watoto, lakini sasa mume wangu walimchukua, mtoto wangu walimuua, msika wangu walimubaka, nitafanyaje? Mimi ninayebakia, acha basi nijipiganie. Hapa yani ni kusema ni kujipigania kwa nguvu sana. Yani leo ukisikia ninasema juu ya wamama, usisema ti nimefanya kitu ya mbaya, ila nitakupa kwanza habari kidogo mbele tuendelee na habari hii ya wamama. Nikwambie kama usiku wa leo katika mji wa Bukavu kulipatikana vifo vya watu wawili ambao kabisa walianguka katika mapambano iliyofanyika Bukavu usiku. Hawa watu wawili ni wanani? Hawa watu wawili ni wa M23 wawili wa kiaskari ambao walikutanana na wengine watu ambao wanatoa silaha mkononi. Sasa wakajuliza hao watu ni wanatoka wapi? Papa njo balifungula safe, balipiga kitu wanaita risasi, na wazalendo ambao wanakuwa huku ngambo za Uvira walifurahi sana, wasema mambo inakuwa matata kule. Najua vile, yani walifungua safe na kupiga kabisa risasi, na hawa wa M23 wawili waliacha uzima wao hapa na hapa kusoko, pembeni ya soko ya Nyawera. Lakini masasa ikulia tu hapa kusoko ya Nyawera, ililia mahali pengi sana katika mji wa Bukavu kwa siku ya jana. Ililia Muungu, ikalia quartier Latin, na hata hapa kuungambo pembeni ya Ferouche masasi ililia nako. Unaona kama wandugu hawa wanawoga, inawezekana ni wao wenyewe. Inawezekana ni wao wenyewe ambao waligusana hako, maana hawana stamina, nao hawana roho mtumbu. Yani unaya kwenu ni kwenu. Unapokuwa kwenu unakuwa na stamina, yani unakuwa na furaha, unakuwa na kusema niko huru. Sasa wale wanaona kama ni majeshi wasio wakongomani, ndio kwa maana hawana furaha na hawana uhuru, wanatembea sawa watu ambao wanajikanyaga hako. Alafu wakikutanana na watu wengine ambao hawajulikani, ni masasi kwingine. Hata ukikamata tu natupa kalijwe mbele yao biko kumustari pale, nilisasi inaanza. Hata wakisikia tu linjandi inalia kama vile kule ngambo ya Chiriri, kule ngambo ya Kanteve kule watoto walikuwa wanacheza, wakatupa lijio ikaenda kulinjanja na njoo na wakafungula mara moja. Yani wako tayari kwa kufungula mara moja risasi yao, sababu ya uoga wanajaa ndani ya moyo. Unaona hawa hawana komandema, ni watu ambao wanafungua risasi kwa wakati yoyote ile ambao wanapata ile wakati occasion, na hapa wanaweza wakawe watu. Lakini tunashukuru Mungu sababu ilikuwa ni usiku. Ingelikuwa ni mchana kama watu wanakufia pale Nyawera, yani ilikuwa ni usiku kabisa, usiku wa manane, na hapa walikutanana na watu ambao wanatoa silaha. Lakini wamoja walikuwa wakivaa kisivili, wengine walikuwa wanavaa mavazi ya kiaskari, ni M23. Walikuwa ndani ya doria
wako wanatembea, wengine nao walikuwa wanatoka ngambo, wanavukia ngambo wakiwa na wasilaha. Hawa ambao walikuwa vala kisivile walikuwa 7, na hata ikaonekana na wote 7 walikuwa na mabunduki ya makali kabisa. Na hasa wakajiuliza hawa watu ni watu gani? Na hapa walifungua tu mara moja na kuanza kupiga masasi mara moja, na ilionekana kabisa watu wengine wakajiuliza siki ni wazalendo wameingia hapa, ni vitu gani ambavyo vimetokea? Lakini haikukuwa wazalendo, ilikuwa tu watu wanaokuwa na silaha zao. Na wakasema leo inabidi tupunguze kushifre ya hawa vijana ambao wako hapa, tuwaoneshe kama vitu yote vinawezekana. Na hawa sasa njoo walipika masasi pale na kuwaua 2 wa kiaskari ya M23, na hapa wakashuka pale kusoko ya Nyawera, wakashuka kukameskale pale, wakadumbukia huku ngambo za Mukukwe, na wakapanda Kartier wako wanapiga masasi. Wengine wakapanda huku ngambo ya Meteo ya zamani Mungu huku chini ya Idape huko, wakapanda kabisa wako wanapiga masasi. Unajua watu 7 kwenye wanapiga masasi ni mdundo kabisa, na hapa walipotea. Mpaka hivi hakujajulikana hawa ni watu gani, walitokea wapi, ni kitu gani kilichotokea. Unaona tuko ndani ya zone rouge, tuko ndani ya ville rouge, na hii ville rouge inakuwa kabisa ni matata kwingine. Tuliwaambia ya kwamba kamera yetu iko mahali pote, iko inaangalia binye binapita usiku, binye binapita mchana, binye binapita asubuhi, binye binapita magharibi, vyote tunaviona. Yani kamera yetu iko kwa mji wa Bukavu kabisa, na kando ya mji wa Bukavu. Hata ingine kamera ziko hapa kwetu Goma mahali ambapo tuko, na ingine inaenda kule Kinshasa, na ingine itaenda katika bara la Afrika. Yani ni kusema wa M23 wanajua kabisa kama wako ndani ya embuscade, na wanapenda tu wa forcer uongozi wao hapa, na wanajua kabisa kama wako ndani ya embuscade. Sababu deja hapa kwenye niko nakwambia M23 haiwezi kajitikise gisi inavyotaka katika mji wa Bukavu. Haiwezi ikajitikise jinsi inavyotaka, sababu pande 4 zote za mji wa Bukavu zimefungwa kabisa, zikiangaliliwa na wazalendo ambao kabisa ni wenye moyo ya kupigana. Yani unaona kama hawa wa vijana wa M23 au wageni ambao wako hapa hawana stamina, yani hawana furaha nao kabisa. Wanakuwa kabisa wanakosa amani. Le 8 Mars wamama leo kabisa wanasherehekea siku yao siku yao ya umama kabisa duniani pote. Lakini ningeliambia wamama wa dunia pote waungane wenzao wamama wa hapa katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambao hawana amani. Na ingelikuwa kabisa hii journée ya leo kwa dunia yote nzima, wamama wangeikala chini wanalilia Kongo. Maana Kongo ni mwili mmoja kati ya Afrika. Kongo ni mwili mmoja kati ya Afrika. Mutawezaje kusherekea? Munapiga miziki yenu, munakula chakula chenu kizuri, lakini mwili yenu mmoja imeharibika. Hapa leo ningeliangalia ulimwengu yote, wamama wanatirago yao chini, kama ni mastade, kama ni matere, kama ni mawapi, wanatia mirago yao chini, wanalilia Kongo, wanalilia wamama wenzao wa Kongo ambao wanaimwa raha yao ya siku ya leo. Nikikumbuka wakati ambapo gouvernement ilikuwa inatumika huku kwenye tuko, nawaza watu wote wanajua. Leo unaona hata mtoto mdogo wa kike, hata katoto kadogo kenye kanazaliwa leo kalikuwa navala kikwembe na kanaenda kudefile, unasikia ni raha kabisa. Yani kanaenda kanapita pale kanacheza, unasikia ni mzuri kabisa.
Nilikuwa naona hata wasika wadogo wanafanya mapoeme, unasikia ni mzuri kabisa. Unaona wamama wanafurahika kuwa pamoja na wasika wao. Samani ni afya, yani wamama walikuwa wakifurahika kuwa pamoja na wasika wao, wakiwapatia mashauri mbalimbali. Unaona wanafurahi, wanaimba, wanacheza, wanapiga beat, unasikia sasa ni butamu. Wanamtumia Diamond, unasikia sasa ni butamu. Wanamtumia Fally Ipupa, Mike Kalambaya, unasikia kabisa ni vizuri kabisa. Ama wanamtumia Jose Nzita, yani unasikia ni vizuri sana kabisa. Lakini sasa kwa leo haiko vile. Leo ni masasi. Leo ni masasi kama vile mlivyosikia huko mbeleni. Tunawawatilia mama ule ambaye ikuwa anaoga na anatuambia kabisa masasi kuinalia huku kwetu Nyawera, huku kwetu, yani masasi kuinalia. Unaona kama vitu kama na hivi ni vitu vibaya kabisa ambao vinatosha stamina katika hali ya umama. Vinatosha stamina katika hali ya umama kabisa, na hapa raha ya umama inatoweka. Wandugu wapendwa, nikiwaambia tu kama kabla ya kuendelea hii, na kabisa imesemekana ya kwamba wazalendo wamerudisha nyuma wa askari wa M23 ambao walikuwa waisha deborde na kuingia mu plaine de la Ruzizi. Yani walikuwa walisha deborde mwaibu siku ya leo, bamekutana na Mudoria. Banakutanana kabisa Mudoria kule, bamepigana masasi na wamerudia nyuma wale mabandia ambao walikuwa wamesha kuingia ngambo za plaine za Ruzizi. Hapa kabisa unaona wazalendo wako macho na Uvira wanasema haitaanguka. Ngambo huku za Walungu mambo imekuwa kama vile imenyamanza kidogo, yani ramforo za kwenda Walungu zinakuwa stope hapa Ngweshe hapa zinakuwa stope hapa Kamisimbi hapa kabisa. Yani wa M23 wanafungia hapa Kamisimbi na wanaanza kusema ya kwamba tutafanyaje, wanaanza kupanga zingine mbinu za kuingia kabisa. Ila nitawasii wa zalendo wote muwe macho kabisa kwa ngambo ingine yote. Zile makampuni zenye zinasema ziko ma Médecins Sans Frontières, zile zote inabidi kuzichecking mbele ziingie kwa eneo yenu, maana wanakuya na wakiingiza adui pasipo nyinyi kujua. Na hapa kabisa mfanyeni angalisho. Kuna wa M23 ambao wanaenda kuvaa mavazi ya kiaskari yetu ya FARDC na wanataka kufananishwa kwamba wao ni FARDC, ili kwamba waje wakaingie katika eneo zile za wazalendo. Na hawa kabisa wamepewa leo hii katika usiku huu, wamepewa kabisa mavazi mengi jezi za kiaskari ya FARDC. Hapa kabisa fanyeni angalisho. Fanyeni angalisho, yani niwaambia kama kamera yetu iko mahali pote, inagusa kote ngambo zote, yani tuko tunaona. Yani wamevaa mavazi ya kiaskari ya FARDC na wamesema ya kwamba wao ni sherti waijipenyeze kama vile FARDC. Mufanya angalisho kabisa, sababu waza msipokuwa macho mutaingiliwa zaidi sana. Wanasema wanataka plaine de la Ruzizi, yani Uvira iwe ya kwao, yani Uvira kabisa. Wanaona kabisa ni lazima, sababu haja yao ni kufika Minembwe kwanza, kuokoa kukamata kule Minembwe. Hapana kuokoa, kukamata kule Minembwe. Lakini Minembwe hawataweza kuyakamata, sababu ni mahali ambapo wazalendo wanatia roho zao. Na hapa kabisa tunaambia wazalendo musichunge wao atake, lakini na nyinyi mfanye hatua
ya kuwachomokea mbele. Hii ni wazo yetu, lakini sisi hatuna plan de guerre, na nyinyi ndio mna plan de guerre. Sisi kazi yetu ni kuwaambia habari jinsi ilivyo. Hii ndio kazi yetu sisi, kusema habari jinsi ilivyo. Na hapa tunaposema inaenda masikio ya wengi, na hapa kabisa inakuwa ni vizuri sana kabisa. General Maheshe huko ngambo za Walungu pamoja na Foka Mike wanaendelea kabisa kufunga mire yao vizuri sana. Wanaendelea kabisa kufunga njia ya Walungu vizuri sana. Kwa sasa Walungu kimya kimezidi, na hapa ni vizuri kabisa.